Sawa, wanasema mapenzi ni kama takataka, kile unemtaka hakutaki na anayekutaka pia humtaki. Na sio kila mzazi ana uwezo wa kuwa mlezi bora, lakini pia vile vile sio kila mlezi ana uwezo wa kuwa mlezi bora. Mimi leo nipo zangu makumbusho hapa kituo cha basi. Kwa yoyote anayetaka kuendea maeneo yoyote ndani ya jiji la Dar es Salaam, basi hapa ndo anapopanda gari na anapobadilisha gari. Wapo wanaokwenda Posta, kule anapopatikana sanamu ya askari miaka buku hajawahi kumove, lakini wapo ambao wanakwenda Tegeta, wapo wanaokwenda maeneo mengine kama vile Chanika huko Ubungo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa taifa na hii ni Kurasa TV Online, na kwa wewe ambaye bado hujawa sehemu ya familia na kukaribisha ukaribie, fanya subscribe, like, comment, lakini pia unaweza kushare. So mbaya so kesi ukatufollow katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii. Tunatumia @Kurasa TV Online na nipo na semaji wa Simba huyu kwa upande wa mashabiki. Tutakuwa na kupiga naye story mob kuhusiana na michezo, soka, kabumbu, chandimu aka mpira wa makarana. Simba kesho wana jambo lao. Njoo. Simba tulikuwa kwenye mfumo wa makocha. Sasa tumeondoka kwenye mfumo wa makocha, tumekuja kwenye mfumo wa manager kama Ulaya. Tutakwenda na mpira wa kisasa. Kwa nini nasema asilimia za Matola ni chache? Kwa sababu huu mfumo ukisha tiki, tunamkabidhi Matola hii nafasi kwa asilimia 100. Kuna picha moja la kutisha hivi kama unalikumbuka. Ilikuwa na story kidogo ya mapenzi, alafu ilikuwa kidogo na story ya kutisha kwenye mambo ya jela. Inaitwa Prison Break hilo. Mwamba mmoja tu Michael Scofield. Hatari yule mtu. Sasa yule mwamba kwenye movie alichora kwenye mwili wake ramani ya jela jinsi ilivyo. Umeelewa? Huyu mwamba Patev yule amechora ramani ya mpira na aina ya mpira wake. Sema watu zile tatua wazielewi kabisa. Yule mwamba kwanza anakula nao tizi wachezaji. Waulize Minuno anafanya hivyo? Hafanyi. Yule Minuno hawamtaki sio kwa sababu eti sijui mpira achezi vizuri sijui matokeo. Yule hawamtaki kwa sababu yule ni mjeuri. Muda wote wewe kocha gani muda wote kanuna? Wako si ana CV? Si ana vyeti? Anafanya nini mpaka sasa hivi? Yuko kwenye kikaango. Muda wote unasikia tu taarifa kwa umma. Juzi baada ya Mbeya City nilikaa mpaka saa 9 za usiku. Nasubiria taarifa kwa umma sioni. Bana inakuaje? Kama kawaida. Semaji mbona kinyonge? Naumwa sana. Amani sina, furaha sina. Nini kinachokunyima amani? Mshikaji wangu bwana anaumwa bwana. Bazalax bwana iko hoi kidogo. Kwa hiyo hata ile furaha na amani kwenye moyo wangu imepotea. Basi sisi sote kama familia ya mpira tunasema Mwenyezi Mungu amjalie wepesi na amjalie rehema zake ili aweze kupona haraka. Naam, amina inshallah, amina. Khairi min Allah tunasema. Sawa, Simba kesho mna jambo lenu na mnakwenda kucheza dhidi ya Al Hilal Omdurman. Hivi ni hawa ambao walimtoa Yanga katika mashindano ya CAF? Al Hilal Omdurman ni champions wakubwa kwenye mpira wa Sudani pale. Mpaka yani wameweka rekodi hiyo mpaka miaka nenda miaka buku. Wale bado wataendelea kuwa mabingwa kwa sababu bado ligi yao haijakaa sawa na wao ndo wanaendelea kushikilia ile bendera ya Hilal ya Sudani pale. Kwa tuna mechi nao ya kirafiki. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo basi ili jambo ni likubwa na kitatimka pale uwanjani kesho. Kwani zile tetesi hoja zisikia? Tetesi gani? Bwana Folz amecheka huko ujue. Bwana Folz bwana. Eti nasikia kucheka kwake ndo kubaki kwake. Wamemwambia bwana wewe, mashabiki wanasema unanuna tu muda wote. Pira minuno. Tunataka ucheke bwana kama yule mwamba yule mwenye tatuu kule Unyamani. Mwamba muda wote si tabasamu lipo. Kwanza kocha kavimba, kajaa mikononi, kajaa huku nini afu mahereni kama yote. Kwa hivyo sasa hivi ni pira hereni, pira brandi, pira matatu. Brother wenye hela huwa wanaonyesha sifa. Umeelewa? Wenye hela huwa wanaonyesha sifa sana kwa sababu ukimwangalia bwana Patev, meneja mkubwa wa klabu, yule bwana ana vitu vya hatari sana. Kama utapata nafasi ya kufuatilia mechi za Liverpool kipindi upo Klopp pale,
Ndoto leo yule bwana ana maana gani? Kuna picha moja la kutisha hivi kama unalikumbuka. Ilikuwa na story kidogo ya mapenzi, alafu ilikuwa kidogo na story ya kutisha kwenye mambo ya jela. Naitwa Prison Break hilo. Mwamba mmoja tu Michael Scofield. Michael Scofield. Hatari yule mtu. Sasa yule mwamba kwenye movie alichora kwenye mwili wake ramani ya jela jinsi ilivyo. Si umeelewa? Huyu mwamba Patev yule amechora ramani ya mpira na aina ya mpira wake. Sema watu zile tatua hawazielewi kabisa. Wakikaa wanajua kocha Muni sijui Bisho hawafuatilii hivi vitu jamani. Yule bwaba amenyoka. Wanasema kwamba yule hivi ni meneja au kocha mkuu? Yule ni meneja. Ana uwezo wa kusimamia mpaka wasanii wa Simba wale ambao wanaisupport Simba, atakuwa anasimamia wasanii wale. Kama unakumbuka vizuri, mtu ambaye alikuwa anahusika na masuala ya usajili alijiuzulu. Yule mtu si kwamba alijiuzulu tu binafsi. Aliona kwamba nafasi sasa imepata mtu. Tumeelewa kwamba kwa hii nafasi aliyokuwa na huyu bwana, mimi kila ilivyo hapa nafasi sina. Umeelewa? Akaona hapa sasa ili mambo yakae sawa, ngoja nimpishe umwamba afanye mambo yake. Akaamua kuchorora zake. Kona kidogo. Sasa wanasema kwamba ni kama vile kama Matola yupo na ana vigezo vya kusimama kama kocha mkuu, mnamfikia Matola ili hali ya kwamba Matola ana experience, amekaa Simba muda mrefu, amepita mikononi mwa makocha wengi wa kigeni waliokuja. Kwa nini Matola asisimame front kama kocha mkuu, alafu huyu mzee wa matatu akawa kocha msaidizi? Ni mjadala mzuri ambao ameuanzisha, kwa sababu ameuanzisha baada ya kuona yule Manuno anaondoka. Kwa sababu unajua kitu kidogo ambacho ndugu zetu hawezi kukifanya ni kukaa midomoni mwao bila kuisema vibaya Simba. Unaelewa? Siku zote mdogo ukitaka kuwa mkubwa lazima uwe unamsema mkubwa kwa mabaya ili uweze kuonekana. Lakini ukifuatilia vizuri, Matola ni kweli amepita kwa makocha wengi wakubwa. Umeelewa? Amekuja pale mwanangu amekuja pale Kishingo, amekuja pale Uchebe, wamekuja makocha wengi pale kweli. Umeelewa? Mara mwisho kabisa Pablo Franco Martin alipiga nikikumbuka ile tukio lake alipiga kiti teke kule bwana mkoani, kama unaikumbuka vile tukio bwana. Ile ilikuwa hasira kwamba mimi nataka niingize winga, wewe unataka uingize beki, kwa nini? Nani huyo? Tunaenda taratibu, utakuelekeza. Sasa ukimzungumzia Matola, ni kweli mpira wake ni mzuri, tumeuona hata juzi mechi ya ligi, ni kocha mzuri. Mpaka dakika hii Matola amebakisha 30% za kukabidhiwa klabu. Umeelewa? Chache sana. Ni chache sana klabu ambayo 10% ambazo zimebaki. Kwa nini nakwambia hivi?